Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mtazamaji wa Mwanahalisi TV, karibu sana katika makala ambayo nimekuandalia hii leo. Ni makala inayomhusu Rais wa El Salvador, Rais Bishop. Katika bara la Amerika ya Kati, ndani ya taifa dogo la El Salvador, kulisikika sauti iliyotikisika si tu mipaka nchi hiyo, bali pia dunia nzima. Sauti ya kijana aliyethubutu kutangaza vita isiyo na kificho dhidi ya magenge na mtandao wa madawa ya kulevya uliokuwa umeikaba koo nchi yake kwa miongo kadhaa. Huyo si mwingine bali ni Rais Nayib Armando Bukele Ortez. Akiwa kijana mwenye umri wa miaka 43, kwa miaka mingi El Salvador ilitajwa miongoni mwa nchi hatari zaidi duniani. Mitaa ilitawaliwa na hofu, vijana walivutwa katika makundi ya kihalifu, biashara ya madawa ya kulevya ilipenya katika mifumo ya kijamii na kiuchumi. Lakini mwaka 2019 upepo ulianza kubadilika. Bukele aliingia madarakani akiwa na kauli moja: tutairudisha nchi mikononi mwa wananchi. Operesheni zikaanza, maelfu ya wanajeshi na polisi wakasambazwa mitaani. Hali ya hatari ikatangazwa, kukamatwa kwa watuhumiwa kukawa kwa kasi isiyowahi kushuhudiwa. Serikali ikajenga gereza kubwa la kisasa la Secot, ishara ya msimamo mkali dhidi ya uhalifu wa kupangwa na biashara haramu ya madawa ya kulevya. Taswira za mamia ya wafungwa wakiwa chini ya ulinzi mkali zikasambaa duniani. Wapo waliopiga makofi, wapo waliopaza sauti za tahadhari. Takwimu za serikali zikaanza kuonyesha mabadiliko. Viwango vya mauaji vikashuka kwa kiwango kikubwa. Mitaa iliyokuwa na hofu ikaanza kurejea katika hali ya kawaida. Wananchi wengi wakasema wameanza kuishi bila woga. Lakini nje ya mipaka ya taifa hilo, mashirika ya haki za binadamu yakahoji, je, kasi hiyo imezingatia haki za msingi? Je, nguvu kubwa ya dola imepita mipaka? Bukele kwa kujiamini akaendelea kusimama jukwani akitangaza kuwa usalama wa wengi ni kipaumbele chake. Kwa wafuasi wake ni shujaa wa kizazi kipya, kwa wakosoaji wake ni kiongozi mwenye mkono wa chuma. Serikali yake ilizindua mpango wa usalama uliowahusisha maelfu ya wanajeshi na polisi kusambazwa mitaani katika operation zisizokuwa na huruma kwa wahalifu. Katika kuthibitisha kuwa Rais Nayib Bukele hana mchezo katika kupambana na vita dhidi ya dawa ya kulevya, tarehe 25 Februari 2026, El Salvador imekamata meli yenye bendera ya Tanzania ikiwa na dawa za kulevya zenye tani 6.6 za dawa ya kulevya aina ya cocaine, baada ya mamlaka za usalama wa baharini nchini humo kufanya operesheni kubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo dhidi ya usafirishaji wa mihadarati. Na siku moja baadaye, msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Jason Msigwa aliitolea ufafanuzi meli hiyo kuwa ilisajiliwa visiwani Zanzibar, na baada ya tukio hilo meli hiyo imefutiwa usajili. Meli tumepokea hii taarifa na baada ya kutazama katika takwimu zetu tumebaini kwamba ni meli ambayo imesajiliwa kule Zanzibar, na wenzetu wamesajili hii meli kupitia wakala naitwa Konarina. Ni utaratibu ambao sisi kama nchi kupitia kwenye shirika lile la meli duniani sisi ni wanachama. Kwa wenzetu Zanzibar walisajili hii meli kupitia kwa wakala, kwa sababu kiutaratibu ni kwamba ukiwa kwenye lile shirika ile International Maritime Organization una uwezo wa kuwa na mawakala mbalimbali ambao watakusaidia kusajili meli katika maeneo mbalimbali. Kwa baada ya kutazama tumekuta kweli ni meli ambayo ilisajiliwa kupitia kule Zanzibar, na wenzetu Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua kadhaa, lakini niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar watakuja kutoa taarifa kuhusiana na meli hii. Lakini kwa haraka, ili watu wasiendelee kupata upotoshaji, ziko hatua ambazo zimechukuliwa mara moja, kwa sababu meli hizi zikiwa zinasajiliwa kwenye nchi yako sio kwamba inatoka hapa. Inaweza ikasajiliwa ikiwa kwenye nchi nyingine na inafanya kazi huko, na ndio maana hata kwenye meli hii kwenye taarifa ambayo imetoka mmesikia kwamba hakuna Mtanzania aliyekamatwa huko. Ni meli ambayo imesajiliwa huko na wakala na imefanya kazi huko na imekamatwa huko kwa makosa yaliyoko huko. Lakini kwa sababu sisi kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilisajiliwa huku kwetu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua zifuatazo. Kwanza, ilipopata taarifa tarehe 17 ya mwezi uliopita, mwezi huu, tarehe 18 ya mwezi wa pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imefuta usajili wa ile meli. Ile meli inaitwa nadhani
FMS Eagles. FMS Eagles. Ile meli imefutiwa usajili na hivi ninavyozungumza haina usajili tena wa Zanzibar. Lakini jambo la pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imewatafuta wamiliki wa hii meli kujua kulikoni. Sasa kama unavyojua watu yamewakuta mambo, ushirikiano haujawa mzuri sana, nafikiri mnanielewa, na ndio maana imetoa hiyo hatua ya kwanza ya kufuta usajili wake. Lakini pili, imeipiga fine ile kampuni kwa mujibu wa taratibu za IMO, imeipiga fine ya dola 20,000. Jambo la tatu, inaendelea kufanya mawasiliano kupitia wizara yetu ya mambo ya nje ili kuondokana na utambuzi wowote wa meli hii kimataifa. Lakini zaidi ya hapo, wanaendelea kufanya tathmini ya mawakala wote ambao wameingia nao mkataba wa kusajili meli, ili wale ambao ni wababaishaji waondolewe kwenye orodha ya usajili. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezifanya kwa haraka, angalau Watanzania mjue kwamba kwanza ni kweli meli iliyosajiliwa imesajiliwa Tanzania, lakini ni meli ya nje ya nchi na ilikuwa inafanya kazi huko nje ya nchi. Lakini kwa sababu imevunja taratibu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar tayari imeshaanza kuchukua hatua, na baadaye watakuja kutoa taarifa rasmi ya hatua zingine ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezichukua kuhusiana na meli hii. Mbali na sera zake kali, Bukele amejenga taswira ya kiongozi wa kisasa anayewasiliana moja kwa moja na wananchi kupitia mitandao ya kijamii. Hotuba zake jukwani mara nyingi hujaa kujiamini, zikichanganya siasa, takwimu na ujumbe wa kizalendo. Kwa baadhi ya wachambuzi, Bukele ni mfano wa mabadiliko ya siasa za Amerika ya Kati. Kiongozi anayeunganisha umaarufu wa mitandao ya kijamii, maamuzi ya ghafla na msimamo usiotetereka dhidi ya madawa ya kulevya na uhalifu wa kupangwa. Leo jina lake linaendelea kujadiliwa katika mijadala ya kimataifa kuhusu vita dhidi ya madawa ya kulevya na uhalifu wa kupangwa. Swali linalobaki ni hili: je, historia itamhukumu kama mkombozi wa taifa lake au kama kiongozi aliobadili mizani ya haki kwa jina la usalama? Je, unadhani Bukele ni mfano wa kuigwa? Swali linalobaki ni kama mbinu zake zinaweza kuigwa na mataifa mengine yanayokabiliwa na changamoto za magenge na biashara haramu ya madawa ya kulevya. Hii ni sauti ya simulizi ya taifa lililopigana na kivuli cha magenge ya madawa ya kulevya. Nayib Armando Bukele Ortiz ni rais wa 43 wa El Salvador, taifa lililopo Amerika ya Kati, Latin America, ambaye amejijengea umaarufu mkubwa duniani kutokana na mtindo wake wa uongozi ulio tofauti na marais wengine wa kizazi cha zamani. Akiwa kwenye jukwaa la hotuba, podium, Bukele mara nyingi huonekana na muonekano wa kisasa, wakati mwingine akiwa amevaa miwani ya jua, kofia au mavazi yasiyo rasmi sana kwa kiongozi wa nchi. Mtindo huo umeibua mijadala, huku wafuasi wake wakimtaja kama rais wa kizazi kipya na wakosoaji wakimwona kama kiongozi mwenye mitoko ya kipekee isiyo ya kawaida kwa urahisi. El Salvador chini yake ilikuwa nchi ya kwanza duniani kuhalalisha matumizi ya Bitcoin kama sarafu halali ya malipo, hatua iliyotikisa jumuiya ya kimataifa. Niliyokusomea makala hii, jina langu ni Zakia Nanga. Tafadhali usiache kulike na kusubscribe. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.